Je, unafahamu asili ya soko la Butali? Basi umefika hii leo na kupasha kwenye makala ya Amaika ya Magharibi, kabla ya kuangazia masaibu ya wanayopitia wafanyabiashara wa soko hilo. Kama unavyotazama, anga ni tulivu, huku shughuli za kutafuta riziki zikiendelea Jumatatu sokoni Butali. Nampata mzee Zablon Waswenje ambaye ananipa historia kwa ufupi tu jinsi soko hilo la Butali ama soko hili la Butali lilipojipa jina la Butali. Andamana nami twende nalo. Kulingana na mzee huyu, Chifu Mulupi Shitanda alichaguliwa kama kiongozi wa eneo hilo nyakati za ukoloni mwaka wa 1929 na alitwikwa jukumu hilo na Nabongo Mumia aliyekuwa mfalme wa jamii ya Wanga. Kaaji wa Butali au Kabras North. Butali kuitwa soko ya Butali kulikuwa na chief aliyekuwa amefanya center hapa, alikuwa anaitwa Chief Mulupi Shitanda. Huyo ndio chief wa kwanza katika Kabras. Huyo ndio alifanya Butali kuitwa Butali kwa sababu yeye alikuwa anatoka kwa Butali. Sasa hiyo chile tumemaintain mpaka leo, inaitwa Butali Market. Wale original wale wa kwanza ndio Watali, lakini sasa hapa tumechanganyika. Hata Wahindi wako hapa, Somali wako hapa, kila kabila. Mulupi Shitanda aliyekuwa chifu wa kwanza katika Kabras. Mwaka 1929 kabla ya kifo chake mwaka 1952. Baadaye mwaka 1931 Mulupi alipewa fursa ya kuongoza watu wa Butali ambao wana asili ya lugha ya Kitali ama Kikabras kutoka jamii ya Kabras. Ndipo jina Butali likaja kulingana na uwingi wa jamii ya watu wa Abatali wa eneo hilo. Mzee Zablon anaeleza miradi ambayo ipo katika soko hilo kwa sasa na kisha kuguzia masaibu wanayopitia katika soko la Butali. Hayo kando, soko la Butali lapatikana eneo bunge la Malava, kilomita chache tu kama 15 hivi kutoka mjini Kakamega. Hatua chache tu kutoka soko la Malava, barabara kuu ya Kakamega kuelekea Webuye. Basi kwenye masaibu, wafanyabiashara wa soko la Butali ama jinsi unavyotazama sasa wanaonekana wenye hasira sana baada ya kuhoji kuwa wanalipa ushuru lakini taka, maji, taa za usiku na vyoo havipo katika soko hilo. Tazama lalama na vilio zao. Mimi naitwa Nathan Mmasi, mfanyabiashara wa Butali. Hii kazi ambayo tumeona saa hii uchafu imetakataka kila mahali, na tunapouliza watu wa municipal wanatuambia tractor ni moja. How can county government ya Kakamega mkuwe na tractor moja peke yake kaunti mzima? Sasa tukiuliza iko Ikolomani, iko Butere, na sasa kipindupindu imeshika watu. Hatuna mahali pa kukaa, mahali pasafi. Pamba za watoto mafi wamemwaga kwa soko na wanaorokota ushuru. Baraza anapeleka wapi ushuru? Tangu gavana Oparanya akwe kiongozi, hatujawahi ona takataka kama hii. Na hii sio Butali peke yake. Ukienda Malava the same, ukikuja Butali the same. Hii takataka inakuwa aje kutolewa? Na tena hii soko Oparanya alipotuchengea ilikuwa ya kwamba tutandike hapo ndani ama waweke takataka hapo ndani. Na uchafu vile mnawezaona hapa, kuna mafi, pampers za watoto, makaa, kila uchafu yote wanaokota wanaleta hapa. Sasa hata tumeambukizwa magonjwa yenye hatuelewi. Hatujui gavana wetu Balasa kama hako kazi. Kwa saa hii tumekasirika, tumegoma, hata hatutaki kulipa soko. Tumeamua tuifunge. Tafadhali tunaomba siku ya kura mnakuja mnatuomba kura. Lakini soko tafadhali sisi tunalia, hakuna maji kwa hii soko. Soko ni chafu, tunatanikia kwa vitu chafu. Angalia maji vile iko. Kusema tu kweli, mtuhurumie tu, sisi ni watoto wa mama ambaye tumezaliwa, tumekuja kutafutia watoto wetu. Tunaomba governor tafadhali utuhurumie, utuondolee uchafu. Aidha, wafanyabiashara hao sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kakamega kufanya hima kuzoa taka hiyo
ambayo wamesema inatatiza shughuli zao za kila siku, ilhali wao hulipa ushuru wa kuzoa taka hizo. Si hayo tu, wametaja ukosefu wa vyoo, taa za usiku, maji safi na mnada wa kuuzia mifugo yao, ambao wamesema mnada ulikuwepo lakini kaunti ikashindwa kulipa pesa za kununua uwanja huo, basi ukatwaliwa na kuchukuliwa na mumiliki hapo awali. Joshua Wafula, makala ya masaibu ya walipa ushuru Butali, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega.